Waheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Patrobas Pascal Katambi, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi pamoja na uongozi wote wa wizara, Mheshimiwa Naibu Waziri, Katibu Mkuu na Naibu Katibu Mkuu na wote waliopo hapa, tambue uwepo wa mwakilishi wa mhimili wa mahakama pamoja nasi hapa, IGP Camillus Mongoso Wambura, Mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania, Mheshimiwa Devota Minja, Mwenyekiti wa Kamati ya Bunge ya Hesabu za Serikali, waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Dar es Salaam mlioko nasi hapa, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kiongozwa na mwenyekiti wenu CDF, waheshimiwa wakuu wa wilaya za mkoa wa Dar es Salaam mliopo mkiongozwa na mwenyeji wenu Mheshimiwa Sixtus Mapunda kwa wilaya ya Temeke, makamishna wa polisi, naibu kamishna wa polisi Dr. Lazaro Benedict Mambosasa, mkuu wa chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam, wakuu wa jeshi la polisi wastaafu mliopo nasi, makamishna wastaafu wa jeshi la polisi, wenye viti wa bodi na taasisi zilizo chini ya jeshi la polisi, makamishna wa polisi, makamanda wa polisi na vikosi, waheshimiwa viongozi wa serikali na sekta binafsi mliopo nasi hapa, wakuu wa vyuo vya polisi na vyuo marafiki, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wahitimu wa kozi ya uafisa na wakaguzi wasaidizi, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, vikundi vya burudani, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, nidhamu, haki na weledi, msingi wa mafanikio yetu. Nawashukuru sana. Ndugu zangu, naomba nami niungane na walionitangulia kumshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa kuturuzuku hai na siha njema na kutuwezesha kukutana hapa leo katika chuo cha taaluma ya polisi hapa Dar es Salaam kwenye shughuli hii muhimu. Aidha, ni kushukuru Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi pamoja na Mkuu wa Jeshi la Polisi IGP Wambura kwa kunialika na kunipa heshima ya kufunga rasmi masomo haya muhimu. Kwa dhati kabisa niwapongeze wahitimu wote kwa kukamilisha hatua hii muhimu katika kuimarisha utumishi wenu ndani ya jeshi hili. Vile vile nitoe pongezi nyingi kwa mkuu wa chuo hiki, naibu kamishna wa polisi Dr. Lazaro Mambosasa, wakufunzi, watumishi wote wa chuo pamoja na taasisi zote za ndani na nje ya nchi zilizoshirikiana na jeshi la polisi katika kufanikisha mafunzo haya. Na hapa nitoe pongezi maalum kwako mkuu wa chuo, lakini wakufunzi hasa waliosimamia gwaride. Nimeona vijana walivyoiva, gwaride safi sana. Lakini kushukuru IGP Wambura, mwaka juzi nadhani tulivyokuwa hapa, nilikupa maelekezo ya viwango vya kuunda vikosi vinavyoshiriki kwenye gwaride, na leo nilikuwa naangalia vile vikosi vilivyokuwa na Django Green. Nimeona umefuata yale maelekezo niliyokupa. Nimeona vimo vya askari wetu jinsi walivyonyooka, hakuna aliyezidi kitambi wale aliyezidi nyama za nyuma mgongoni. Vijana wote wamenyooka, wako vizuri. Sasa kama nikukupa maksi nakupa 70%. Kuna 30% bado ifanyie kazi. Panga tena vijana wako waangalie na uone 30%
tutafanya marekebisho wapi, lakini 70 leo na kuachia nayo. Mimi najua muda ukipita, with time, vikosi hivi vitafikia vile viwango ambavyo tumezungumza mimi na wewe. Tutafikia kule, na gwaride letu litakuwa moja katika magwaride mazuri sana ndani ya ukanda wetu, lakini pia ndani ya Afrika. Kwa hiyo nakupongeza sana. Ndugu viongozi, wahitimu na wageni waalikwa, kwa kuwa hii ni mara yangu ya kwanza ya kuonana na Jeshi la Polisi tangu tumemaliza uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana, nitumie nafasi hii kulipongeza sana Jeshi la Polisi kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya. Sote ni mashahidi kwamba amani na utulivu tulionao leo haukuja kwa bahati, bali matokeo ya kazi ya Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vyetu vingine vya ulinzi na usalama. Pamoja nanyi, niwapongeze Watanzania wenye nia njema na uzalendo kwa nchi yao kwa kuendelea kushirikiana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama katika kudumisha amani na utulivu wa taifa hili. Ndugu zangu, suala la kulinda usalama wa raia na mali zao ni nguzo muhimu ya maendeleo kwa taifa letu. Bila ya shaka, mtakubaliana nami kwamba kazi ya polisi haiwezi kutazamwa kama kazi nyingine ya kawaida. Ni kazi inayohitaji nidhamu, uadilifu, umakini na uelewa mpana wa sheria, mila na desturi na mipango ya maendeleo ya nchi yetu. Aidha, ni muhimu pia kuwa na uelewa mpana wa mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa, yani World Economic Order and Geopolitics, yanayotokea huko duniani. Hivyo ni matumaini yangu kwamba mafunzo yaliyotolewa yameangaza maeneo yote hayo na yatawasaidia wahitimu katika kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kuleta tija kwa taifa letu. Kifungu cha 265(1) cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinasema kwamba ulinzi na usalama wa nchi ni jukumu la kila raia wa Tanzania. Uanzishwaji wa polisi jamii ni miongoni mwa nguzo muhimu katika mwelekeo huo. Nami nimpongeze pia kamishna aliyeteuliwa kushikilia eneo hili, na nitoe wito na nimtake asimamie vizuri eneo hili, kwa sababu usalama wetu na ulinzi wetu utatokana na wananchi wenyewe na taarifa zitakazotokana na wananchi wenyewe. Lakini wananchi wenyewe kwenye maeneo yao, mkiwafundisha vizuri, watalindana wenyewe kwa wenyewe na kutoa taarifa za kihalifu pale zinapotokea. Kwa hiyo nisisitize eneo hili na niseme mfumo huu ukitumika vizuri utasaidia kuimarisha mikakati ya ushirikishwaji wa wananchi katika kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, Jeshi la Polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa Jeshi la Polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi,
ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama, kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji. Hatua hizi ni lazima ziendelee kupimwa kwa matokeo yafuatayo. Tusiseme tu tunachukua hatua, lakini lazima tuone matokeo. Moja, ni namna jeshi la polisi linavyotumia rasilimali zinazotolewa kuimarisha masuala ya ulinzi wa raia na mali zao, yaani kujenga uwezo wa kiutendaji, capacity building, ikiwemo mafunzo na maeneo kadhaa ambayo IGP aliyaeleza hapa, kwenye maeneo ya kisheria na uwezo wa kwenye medani. Tunapozungumza na uwezo wa kwenye medani, ni pale mnapokuwa mbali ya medani, mnapokuwa kwenye mafunzo, lakini pale mnapokuwa kwenye nyanja za kazi zenu. Tumezoea huko nyuma kuona askari wakisimamisha magari na wakifanya mambo ambayo hayakubaliki. Sasa hizo ndio nyanja za medani. Mwende mkarekebishe hayo. Yale tunayoyaona viklipu vinavyorushwa visirushwe. Askari wetu msimame kwenye mambo yenu. Lakini pia mkuu wa chuo ametaja maeneo mengi ambayo mafunzo yenu yamepitia, na ni imani yangu kwamba mtakwenda kurekebisha hayo na tuwe na jeshi ambalo limesimama kwenye mstari sawa sawa. Eneo la pili la matokeo, tuone namna jeshi la polisi linavyofuata miiko na kuepuka mambo yanayokatazwa katika kutekeleza kazi zao, na hivyo kuongeza ufanisi na kukuza tija kufikia malengo ya kiutendaji yanayokusudiwa, yaani effectiveness ya jeshi la polisi tukaione mule mnamokwenda kufanya kazi kwenye nyanja zenu za medani. Jambo la tatu, tunataka kuona namna jeshi la polisi linavyojenga imani yake kwa wananchi, sekta binafsi na jumuiya ya kimataifa iliyopo nchini. Hapa tunazungumzia legitimacy ya jeshi la polisi, kukubalika kwake. Nilikuwa naangalia klipu moja inazungumza kukubalika kwa majeshi ya polisi ya nchi mbalimbali ya Afrika, na wakawa wanatoa asilimia ya kukubalika kwao. Nchi iliyofanya vizuri zaidi ina asilimia 25 ya kukubalika kwake, na maswali yalikuwa, kama unapata shida, imani yako ni kiasi gani kukimbilia jeshi la polisi ili ukasaidiwe? Kwa nchi iliyofanya vizuri kabisa, jawabu, wasailiwa walipata asilimia 25. Kwetu Tanzania ilikuwa ni asilimia 12, kwamba wananchi wanapopata shida atakimbilia kituo cha polisi ili akapate msaada. Ni asilimia 12. Sasa wengine hatujui watakwenda wapi. Hizi ni taarifa ambazo hatuwezi kuzibeza IGP. Ni taarifa ambazo tuangalie tofauti, gaps ziko wapi? Kwa nini wananchi wanajibu hivi? Gaps ziko wapi? Turekebishe. Lakini kama nilivyosema, vyema na vizuri zaidi ni kuwashirikisha wananchi, hasa kwenye ile suala la polisi jamii. Wananchi wenyewe wasimamie usalama wao na waamini kwamba jeshi la polisi ni sehemu na kimbilio la shida zao. Jambo la 4 ambalo tungependa kuona matokeo ni uwezo wa kutambua au kubaini viashiria vya hatari vya usalama kwa nchi mapema iwezekanavyo. Na hapa naendana pia na mazoea, mila na desturi zetu. Kwa mfano, tulipokuwa tukipokea ripoti ya Tume ya Uchunguzi wa Matukio ya tarehe 29 Oktoba, walisema kwamba labda uzoefu, mila na desturi zetu kwa Tanzania ni nchi ya amani tu, ni nchi ya usalama tu, na kwamba vikitokea vitisho hatuvipi uzito wake. Tunasema watatukuta asubuhi tunapiga mswaki hapo, wao wakija sisi tupo bwana. Unaona? Kwa hiyo ile ni uzoefu, ni mila zetu. Tanzania nchi sawa, watafanya nini kikubwa? Lakini yaliyotokea
yametupa funzo. Tulijaribiwa, lakini kwa dhati kabisa nishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Majaribio yale waliweza kuyaondoa kwa muda mfupi sana. Tulijaribiwa na yametupa mafunzo. Kwa tunataka kuona jeshi ambalo halidharau taarifa yoyote. Taarifa yoyote, kiashiria chochote cha hatari kinafanyiwa kazi kwa haraka sana. Na haya yatafanikiwa iwapo jeshi letu litakuwa na ushirikiano wa karibu kabisa na mawasiliano ya karibu kabisa na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kubadilishana taarifa za viashiria vya hatari. Wito wangu kwa jeshi la polisi ni kujenga imani kwa jamii ili kutimiza ile dhamira aliyosema IGP wakati anazungumza maelezo yake pale, anatoa maelezo yake. Alisema jeshi la polisi lina dhamira ya kuhakikisha linakuwa karibu zaidi na wananchi katika kubaini, kukabiliana na kuzuia uhalifu kabla haujatokea, pamoja na kuwafikia na kuwahudumia wahanga kwa haraka zaidi. Sasa hili litawezekana kukiwa kuna ushirikiano wa karibu zaidi na wananchi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama nchini. Niwasihi maofisa mnaohitimu leo kuendelea kujenga taswira njema ya jeshi la polisi. Mnaporejea katika vituo vyenu vya kazi au kokote kwingine mtakakopangiwa, tambueni kuwa mmeongezewa dhamana ya uongozi ndani ya jeshi letu. Uongozi huo hatutaupima kwa urembo wa mabegani mliowekewa leo asubuhi, hapana, bali kwa nidhamu, uadilifu, weledi na uwezo wa kusimamia matokeo na kudhihirisha mwelekeo sahihi wa ulinzi wa raia na mali zao. Hayo ndio tutawaheshimu nayo. Sasa ukitoka hapa ukienda kutamba na urembo uliovishwa asubuhi na IGP hapa, hatutakuona. Kwa hiyo tutakuona kwa kazi unayoifanya. Hapa nataka ninukuu tena maneno ya IGP kwamba uzalendo wa kweli ni kuwa tayari kulitumikia taifa lako mahali popote na wakati wowote unapohitajika, kuwa tayari kukesha wakati wananchi wengine wamelala. Na hapa mimi ni shahidi, vyombo vyetu vilikesha wakati wengine tulilala, au kama hatukulala tulijifungia ndani tukawa tunasikilizia, lakini vyombo vyetu vilikuwa vinakesha. Hawajali kula, hawajali nini, walikesha na kuhakikisha taifa liko salama. Kwa huu ndio mwelekeo, lakini vile vile kusimama imara wakati wengine wamekata tamaa na kulitumikia taifa kwa uadilifu hata pale ambapo hupongezwi. Unaweza ufanye kazi yako vizuri tu na atokee watu wawaseme vibaya, hawa wapongezi. Tusivunjike moyo. Ndio kazi tuliopewa, ndio kazi ambayo Mungu ametuchagulia. Twende mbele, chapa kazi, linda taifa lako hata kama hukupongezwa. Nendeni mkasimamie na kulinda heshima ya jeshi la polisi. Msiruhusu rushwa, uzembe na matumizi mabaya ya madaraka kuharibu kazi kubwa inayofanywa na jeshi hili. Kama nilivyosema, vyeo mlivyopata leo ni nyenzo wa kuongeza uwajibikaji na si kuongeza umbali kati yenu na askari walio chini yenu au kujenga kiburi kwa wananchi mnaowahudumia. Vyeo ni dhamana, mmeongezewa dhamana, mmeongezewa majukumu, nendeni katekelezeni. Ndugu viongozi, wahitimu na wageni waalikwa, napoelekea kuhitimisha, niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kutimiza wajibu wake wa kuliwezesha jeshi la polisi kwa kujenga miundombinu. Na ninapozungumza miundombinu ni ile migumu na ile laini, yani hard infrastructure na soft infrastructure. Hard infrastructure ni pamoja na majengo kama mlivyoona hapa, majengo mbalimbali. Na wakati nikinong'ona na IGP ndani kule,
katika kunieleza kazi inayofanywa ya kujenga majengo, alinieleza haja ya kuwa na hospitali ya kina mama na watoto, hospitali maalum pale kwenye hospitali yetu ya Kilwa Road. Nami nikamhakikishia kwamba hospitali umeipata. Hospitali ameipata, na ninakusudia hospitali itajengwa hivi karibuni. Lakini vile vile tumetoa fedha nyingi kuhakikisha tunaweka mifumo ya tehama itakalolisaidia jeshi hili, na huu ndio upande wa soft infrastructure. Tumeweka mifumo ya tehama na tunaendelea kuweka mifumo itakayosaidia kuimarisha mazingira ya kazi ya jeshi letu la polisi, na vile vile taendelea kununua vitendea kazi na kuboresha stahiki na maslahi ya askari wetu. Jengine tutakalokuwa hatutasita kulipatia fedha ili liendelee ni kuhamasisha mafunzo ili kuendelea kujenga viwango vya weledi na uwezo wa askari wetu. Huwezi kumlaumu mtu hafanyi kazi kama humfundishi au humuoneshi namna ya kufanya kazi. Kwa tutaendelea kuongeza nguvu yetu kwenye mafunzo ili kujenga weledi na uwezo wa askari wetu. Nirudie wito wangu ule ule kwamba chuo kisipoe. Baada ya hawa kuwatoa, Dr. Mambo sasa jitayarishe kupokea bachi nyingine ya mafunzo ya askari wetu. Mwisho ni waase tena wahitimu wetu wa leo kulitumikia taifa lenu kwa heshima ya viapo vyenu na dhamana mlizopewa. Vyeo mlivyovishwa leo vikaonekane katika ubora na ufanisi wa kazi zenu. Na baada ya kusema hayo, kwa mamlaka nilionayo kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vikosi vya Ulinzi na Usalama nchini, nataka nitamke rasmi kwamba mafunzo ya upandishaji vyeo ngazi ya uafisa na mkaguzi msaidizi wa polisi kozi namba 1 ya mwaka 2025-26 sasa yamehitimishwa rasmi. Naomba tusimame wote. Naomba tukae. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu Msingi wa mafanikio yetu. Msingi wa mafanikio yetu. Nawashukuru sana. Namwomba Mwenyezi Mungu alibariki jeshi letu la polisi, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba tusimame wote kwa ujumla, tupige makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais.